Watu wa Mungu, Bwana ni mwema. Mungu ni mwema, watu wa Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo lipewe sifa. Jina la Yesu liinuliwe. Haleluya, 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 watu wa Mungu. Msikilizaji, ninayo furaha sana kuendeleza somo letu. Ninayo furaha sana kuendeleza mfumo mzuri huu wa kusoma neno la Mungu. Ninafahamu kwamba kama wewe ni mtu ambaye unafuatilia kwa ukaribu, unakwenda na mimi sura hadi sura, unabarikiwa sana, naamini kwa namna ya kipekee. Ikiwa tulikuwa pamoja kuanzia katika sura ya kwanza ya kitabu cha Mwanzo mpaka hapa tulipofika, ina maana kwamba sasa tunaenda kumalizia kitabu hiki cha Mwanzo. Na huenda ulikuwa hujawahi kukaa na kupata fursa ya kukaa vizuri ukasoma kuanzia sura ya kwanza mpaka ya mwisho wa kitabu cha Mwanzo. Lakini kwa kupitia sauti hii unapata kusoma Biblia hii na kumaliza kitabu hiki cha Mwanzo. Sasa kwa kweli ninafurahi sana kufanya huduma hii. Ni huduma ambayo mimi ninaipenda kufanya. Ninafurahia sana kufanya hivi kwa sababu naamini kuna watu wengi ambao watapata masomo haya. Mungu akubariki sana wewe ambaye unaendelea kufuatilia, lakini nikukumbushe tu usiache sasa kushare kwa wenzako nao ili waweze kupata masomo haya. Usiache kushare kwenye makundi yako ya WhatsApp, Facebook, Instagram na kadhalika. Usiache kabisa kushare, lakini unapokuta kuna jambo la kushauri, jambo la mibaraka, basi usiache kutoa comment hapo chini ili kusudi tuweze kuwa pamoja katika mfumo huu wa usomaji wa Biblia. Basi kabla ya kuanza sura hii ya 43, sura yenye mistari 34, basi tufumbe macho tuombe. Haleluya. Mungu wa mbinguni, unastahili sifa na utukufu wewe peke yako. Sisi ni akina nani mbele zako? Ukiamua kutuangamiza kwa dakika moja unafanya, lakini badala yake unaamua kutupa maisha. Tunaamini ipo sababu unatufanya sisi tuishi. Bila shaka ni ili jina lako liendelee kutukuzwa kupitia sisi. Namuombea msikilizaji na mfuatiliaji wa chaneli hii ya Mungu Tumaini. Ni sehemu ambapo tumenuia kulitukuza jina lako na kufanya neno lako liendelee kusonga mbele. Bariki sana mfuatiliaji. Masomo haya ya kiroho na yaguse katika mwili pia. Na yafungue biashara, na yafungue afya, na yafungue ajira, na yafungue mienendo ya kila namna, na yafungue mibaraka kwa watoto. Bariki katika kila namna msikilizaji. Kupitia masomo haya na yawe mbaraka mkubwa sana wa kiroho na kimwili. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Amina. Msikilizaji, tutaanza mstari wa kwanza mpaka mstari wa 34 mahali ambapo sura hii ya 43 inapoishia. Njaa ikawa nzito katika nchi. Ikawa walipokwisha kula nafaka walioileta kutoka Misri, baba yao akawaambia, rudini huko, mkatununulie chakula kidogo. Yuda akamwambia akisema, yule mtu alituagizia sana akisema, hamtaniona uso wangu ndugu yenu asipokuwa pamoja nanyi. Ukimpeleka ndugu yetu pamoja nasi, tutashuka na kununua chakula. Ila usipompeleka, hatushuki, maana mtu yule alituambia, hamtaniona uso wangu ndugu yenu asipokuwa pamoja nanyi. Israeli akasema, mbona mmenitendea vibaya hata mkamwarifu mtu yule ya kwamba mna ndugu mwingine? Wakasema, mtu yule alituhoji sana habari zetu na za jamaa yetu akisema, baba yenu angali hai.
mnaye ndugu mwingine? Nasi tukamjibu sawasawa na maswali hayo. Je, tuliweza kujua ya kwamba atasema shukeni pamoja na ndugu yenu? Yuda akamwambia Israeli babaye, mpeleke kijana pamoja nami. Tuondoke tuende zetu ili tupate kuishi, wala tusife sisi na wewe na watoto wetu. Mimi nitakuwa mdhamini wake, umtake mkononi mwangu. Nisipomleta tena kwako na kumweka mbele yako, nitakuwa mwenye hatia mbele yako daima. Maana kama hatungali kawia, hakika tungaliisha kurudi mara ya pili. Israeli baba yao akawaambia, kama ndivyo, fanyeni hivi: twaeni tunu za nchi katika vyombo vyenu, mkamchukulie mtu huyo zawadi: zeri kidogo na asali kidogo, ubani na manemane na jozi na lozi. Mkatwae fedha maradufu mikononi, na fedha zile zilizorudishwa kinywani mwa magunia yenu zirudisheni mikononi mwenu, labda zilisahauliwa. Mtwaeni na ndugu yenu, mwondoke na kurudi kwa mtu yule. Mungu Mwenyezi na awape rehema usoni pa mtu yule, ili awafungulie ndugu yenu huyo mwingine na Benyamin. Nami nikifiwa na watoto wangu, nimefiwa. Basi hao watu wakatwaa zawadi ile, wakatwaa na fedha maradufu mikononi mwao, na Benyamin wakaondoka wakashuka mpaka Misri, wakasimama mbele ya Yusufu. Naye Yusufu alipomwona Benyamini pamoja nao, akamwambia msimamizi wa nyumba yake, walete watu hawa nyumbani, ukachinje na kuandalia, maana watu hawa watakula pamoja nami adhuhuri. Yule mtu akafanya kama Yusufu alivyomwambia, naye akawaleta watu hao nyumbani mwa Yusufu. Lakini watu hao wakaogopa kwa sababu wameletwa nyumbani mwa Yusufu, wakasema, kwa sababu ya fedha zile zilizorudishwa katika magunia yetu mara ya kwanza tumeletwa humu, apate kutushitaki na kutuangukia, atutoe sisi kuwa watumwa na punda zetu. Wakamkaribia yule msimamizi wa nyumba ya Yusufu, wakasema naye mlangoni pa nyumba. Wakamwambia, tazama bwana, kweli tulishuka mara ya kwanza ili tununue chakula. Ikawa tulipofika nyumba ya wageni, tukafungua magunia yetu, kumbe fedha za kila mtu zilikuwako kinywani mwa gunia lake, fedha zetu kwa uzani wake kamili, nasi tumezileta tena mikononi mwetu. Nasi tumeleta fedha nyingine mikononi mwetu ili tununue chakula. Hatujui ni nani aliyezitia fedha zetu katika magunia yetu. Akawaambia, amani iwe kwenu, msiogope. Mungu wenu, naye ni Mungu wa baba yenu, amewapa akiba katika magunia yenu. Fedha zenu ziliwasilia. Fedha zenu ziliniwasilia. Kisha akawatolea Simeoni. Mtu yule akawaleta wale watu nyumbani mwa Yusufu, akawapa maji, wakatawadha miguu, akawapa punda zao chakula. Wakaiweka tayari ile zawadi hata atakapokuja Yusufu adhuhuri.
maana wamesikia ya kwamba watakula chakula huko. Alipokuja Yusufu nyumbani, wakamletea ile zawadi iliyokuwa mikononi mwao nyumbani mwake. Wakamuinamia mpaka nchi. Akawaulizia hali yao, akasema, "Je, baba yenu yule mzee mliyemnena hajambo? Angali hai?" Wakasema, "Mtumwa wako baba yetu hajambo, angali hai." Wakainama wakasujudu. Akainua macho yake akamwona Benyamini nduguye, mwana wa mama yake, akasema, "Huyu ndiye ndugu yenu mdogo mliyeniambia habari zake?" Akasema, "Mungu akufadhili mwanangu." Yusufu akafanya haraka kwa sababu moyo wake ulimonea shauku nduguye. Akatafuta pakulia, akaingia chumbani mwake, akalia humo. Akanawa uso, akatoka akajizuia, akasema, "Leteni chakula." Wakamwandalia yeye peke yake na wao peke yao, na wale wa Misri waliokula pamoja naye peke yao. Maana wa Misri hawawezi kula pamoja na Waebrania kwa kuwa ni chukizo kwa wa Misri. Wakaketi mbele yake, mzaliwa wa kwanza kwa cheo cha kuzaliwa kwake, na mdogo kwa udogo wake. Watu hao wakastaajabu wao kwa wao. Wakapelekewa sehemu za chakula kutoka mezani pake, lakini akazidisha sehemu ya Benyamini iwe kubwa mara 5 kuliko zao. Wakanywa, wakafanya furaha pamoja naye. Msikilizaji, na hapo ndio mwisho wa sura hii ya 43. Mungu akubariki sana kwa usikivu mwema. Mungu akubariki kila wakati. Mungu akubariki utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata milele. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.